I want to share with us about this scripture and talk about foundations. It was very nice being here the other day and just sharing my life story. But I want to connect it and let us see how foundations are important. I'll just give a background of this text. This is Luke writing. Luke was a doctor. He's a physician, as Paul refers to him. And you know, doctors are very detailed, okay? Yes, a doctor will hear you out and say, so how are you feeling? And then they touch you, they can feel, they sort of feel your pain, okay? And then they give a prescription. And so Luke was a physician. And what we see when we read the book of Luke is that it's very detailed. In fact, the book of Luke has so many details that are not in Matthew and Mark. That's true. Right? So Luke gives us a lot of details. The other thing about Luke is that Luke is the only person in the Bible, and this is what I like. Luke is the only author of the Bible who was not a Jew. Have you ever known that? Luke was a Gentile. The people who are godless, the people who did not know God, the people who walikuwa wamedharauliwa na Jews. Yet, out of 66 books, Luke has a book in the Bible. So okay? There is still hope. There is something that you can do that will be remembered for ages. We talk about Luke, a Gentile today. Right? We talk about Luke, tunonge about Luke. Now, I've talked about his writing being very detailed as a qualified doctor. The other thing about Luke, nimeelezea kuhusu maandishi ya Luka, kuandika kitabu cha Injili ya Luka, ya kuwa aliandika kwa ufasaha kwa lugha ya kueleweka kabisa. Amen. The other thing about Luke is that he never saw Christ. Jambo jingine kuhusu Luka ni kwamba hakuona Kristo. Luke did not, he was not part of the 12 disciples. Luka hakuwa mmoja wapo ya wale mitume 12. Luke was a disciple of the apostle Paul. Luka alikuwa mfuasi wa mtume Paulo. And he sat under Paul and listened to Paul. Na alikaa chini ya mtume Paulo na akamsikiliza. Which means his foundations of writing the book. Kwa hivyo misingi yake ya kuandika Injili ya Luka. Because he sat down and listened to Paul. Kwa sababu alikaa chini ya mtume Paulo na akamsikiliza. So sometimes we need to listen to those who've already gone ahead of us. Wakati mwingine tunafaa kuwasikiza walioenda mbele yetu. And to relax where they are. Tukae pale tumetulia. And to take notes. Na tuandike. Amen. Tunachofunzwa. Now Luke has written 2 books in the Bible. Ameandika vitabu viwili kwa Biblia. He's written the book of Acts. Ameandika kitabu cha matendo ya mitume. Acts of the Apostles. Matendo ya mitume. And this book of Luke. Na pia akaandika hiki kitabu cha Injili. This book of Luke, he dedicates it to someone, they think it is his sponsor, who is called Theophilus. Hiki kitabu alikiandikia kwa kiongozi wa kiserikali aliyekuwa anaitwa Theophilus. Now, one last thing about Luke, jambo la mwisho kumhusu Luka, is that he stuck with Paul until his death. Ni kwamba alishikamana na Paulo mpaka kifo chake. When Paul died, wakati Paulo alikufa, Luke was one of those people who are there. Luka alikuwa mmoja wa wale watu ambao walikuwa wapendwa walikuwa pale. So from the life of Luke, there is so many things that we can borrow even without reading what he's writing. Maisha ya Luka ni mengi tunaweza kuiga hata bila kusoma. That one who belonged to the group that was not accepted, mmoja ambaye alikuwa wa kundi ambalo halikukubalika. Now his book is in the book of the Lord. Kitabu chake kimeingizwa, kimeandikwa na kuandikwa katika Agano Jipya. One who was in the group that was not respected, referred to as a godless people. Mmoja kati ya wale watu wa mataifa ambao hawakukubalika kwa maana walihesabika hawana Mungu. Luke stands out. Luka anasimama and he gives us hope, na anatupatia tumaini that we can be accepted, ya kwamba twaweza kubalika. Have you ever been in a place ushawahi kuwa mahali where you feel you are not accepted? Unajihisi ukubaliki. Have you ever been at a place ushawahi kuwa mahali where you feel you are rejected? Unapohisi mnakataliwa. You are in a place uko mahali where you feel like your self-esteem is so low. Wakati kujisikia kwako kuko Yet chini kabisa. the Lord is telling us na
papa Bwana that anatuambia even Luke was in such a place, Luka alikuwa katika but hali now hiyo, he can be as one who has been accepted. lakini sasa tunamwona So amekubalika. there is acceptance in the Lord Jesus Kuna Christ. kukubalika ndani ya Kristo. Praise the name of the Lord. Amen. Now when Luke is writing to us, Wakati Luka anatuandikia, he's writing to us about building on the rock, the foundation. anatuandikia kujenga nyumba And zetu Luke katika mwamba, is using all these architectural terms na anaandika akitumia and very contextual also. maneno ya mjenzi, Yes, and very contextual. na anaingia vitu ndani ili tuweze kuelewa. Exactly. So Luke is quoting Jesus saying, Luka anaongea kumhusu Yesu akisema, those who hear my word wanaosikia neno langu and don't do them, na waifanyi, they are like this. wako hivi. Those who hear my word Wanaosikia neno and go langu and do them, na kwenda they kulifanya, are like this. nao And wanafananishwa so na there are hii. two people that Luke is talking Kwa hivyo about. kuna watu wawili hapa Luka So anawaandikia. the first person Mtu wa kwanza hears the word, anaisikia lile neno goes and does the word. na anaenda kulifanyisha kazi. You get the difference. Unapata Now, tofauti. let me mess with something that you've heard for a very long time. They Well- say faith comes by hearing and Well- hearing the word of God. Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kusikia ile neno. But Lakini it is nothing if that faith is not put into action. haifanyi kazi ikiwa hiyo imani Faith hautaifanyisha must kazi. be done for it to be faith. Imani lazima It must ifanyishwe be done. kazi. Ni lazima ifanyishwe. Amen. When James is writing, he says, show me faith without action and I will Yeah. show you dead faith. Yakobo akiandika anasema nionyeshe imani So isiyo na Jesus matendo is saying, na mimi nitawaonyesha don't imani yenye just be a matendo. hearer. Usikakue tu Go akusikia. and do. Enda ufanye. Bishop was talking here. Skofu alikuwa And people anasema have been absorbing words. na watu And you walikuwa are wanapokea absorbing. maneno. Mnapokea Now ile neno. absorb. Mnapokea ile But neno. it will be a tragedy Lakini if you itakuwa leave hatari this kubwa conference ukitoka kwa and washahidi not go and do. na ukose kwenda kufanya. It will be a tragedy. Itakuwa You've janga wasted kuu. your time. Umeharibu You've wakati wasted your wako. resources. Umeharibu pesa You've wasted everything. Karibu If hata you nguvu zako. cannot take in the word Ikiwa huwezi pokea and neno then you go and do. na unaenda kulifanyisha Jesus kazi. is most interested with people who will take the word. Yesu ana mtazamo And they mkubwa will kwa go watu and wanaopokea neno na waende wakaifanyishe kazi. And he says these people, Na anasema watu hawa they are like the man who goes and digs a foundation. wanalinganishwa na mtu He ambaye digs anaweka a misingi foundation until he gets the rock. mpaka anafikia Get the point? He mwamba, gets the rock. anafikia mwamba And then he builds his house. na anajenga nyumba yake And pale. when the storms come, Na kwa wakati the dharuba na house is gharika not shaken. zilipokuja, nyumba Because the haikutikisika foundation is stronger. kwa maana misingi ilikuwa thabiti. Now that's one type of a group of people. Hiyo ni kundi moja ya watu. The other group of people, Kundi lile lingine la watu they go and dig. Wanaenda Wanatoa ku- mchanga. wajenga kwa changarawe, Wanachoka. wanatoa changarawe, wanachoka, Wanajenga nyumba hapo. wanaijenga juu ya And changarawe, then the storms come. na ngarika inakuja And it hits the na house. dhoruba inagonga ile The nyumba. house goes down. Biblia inasema mwanguko Two wake ulikuwa people, mkubwa. Watu wawili Different approaches. ambao wanafanya Which mambo kwa side are you mtazamo going to tofauti. be? Wewe uko katika Because this pande gani? afternoon you must decide. Kwa maana jioni hii ya Are leo you lazima going to uamue. dig and dig and dig Utachimba na uchimbe until na you uchimbe get to the rock mpaka ufikie mwamba and build? na ujenge msingi Or wako. utatoa tu mchanga Utatoa kidogo tu. alafu uchoke, And then you are tired. and then you build your You house. lay your Time foundation. is coming Wakati unakuja, when the buildings must be tested. wakati mijengo yote It is itajaribiwa. just a matter of time. Ni wakati tu. My friend, if your building has not been Rafiki, tested, kiwa mjengo wako I have hujajaribiwa, news for you. niko na habari kwako. It is going to be tested. Utajaribiwa So mjengo build wako. your foundation. Pale umeweka msingi. Now, Sasa, number one, if you're taking notes, you can write iwe this. unaandika, unaweza andika hii. Hearing the word doesn't necessarily build a house. Kusikia ile neno kujengi nyumba. Doing it does. Kufanyisha kazi ndio kunajenga. If you sit here Ukikaa and pale you just listen na usikize and you go back home, na urudi nyumbani life is just normal. na maisha yako yaendelee Then kawaida, there was no business for you being kwa hivyo here. hakukuwa na wewe But if sababu kuwa hapa. you hear the word Lakini ukisikia and go neno and act on it, na unaenda kuifanyisha then there is kazi, a whole lot of difference. basi kuna tofauti Praise mkubwa. the name of the Lord. Amen. And so that faith is doing. Kwa hivyo imani ni kufanya. We actually do faith. Tunafanya imani.
You get the point? Napata Faith point. is done. Imani ni kufanya. Amen. And so, sometimes in life, Wakati mwingine katika if maisha we do not dig well, tukikosa kuchimba vizuri spend time to dig, na tugharimu muda and dig until we get to the rock. tuchimbe mpaka tufikie What mawe. does digging mean? Kuchimba inamaanisha nini? Maybe you've just started a ministry. Tuseme umeanzisha huduma. You are just a pastor, Wewe ni mchungaji tu and you have been digging. na umekuwa ukichimba. Haujafika kwa mawe. You have not yet And you come think to the that is foundation the of rock. best place that you can Na be huyo at. hapo ndio pazuri pa My kujenga. friend, a storm is coming. Kuna You gharika know, inakuja. when Bishop was talking here, Wakati askofu alikuwa what I anaongea hapa. constantly had is somebody who dug. Ni mtu ambaye Is alichimba. somebody who dug. Mtu ambaye And alichimba. he's saying sometimes you will be abused. Wakati mwingine But unadharauliwa. keep digging. Unatukana na uko pale Sometimes unachimba. people will look down upon Wakati you. wewe watu wanakudharau. But keep digging. Lakini unaendelea The kuchimba. praise and worship is not singing well. Worship waimbi vizuri. Keep digging. Unaendelea kuchimba tu. The members are not showing up. Washirika Keep wajitokelezei. Wewe The unaendelea kuchimba. offertory haitoshi on Sunday. Keep Offering digging. haitoshi, unaendelea kuchimba. People are not responding to the word. Watu wajibiki Keep digging. kwa neno. Wanaendelea Keep kuchimba. digging, my friend. Unaendelea kuchimba. Unfortunately, there are people who give up when they are just about to hit the rock. Jambo la kushangaza, kuna watu wanavunjika moyo kwa wakati karibu wako karibu kufikia mwamba. Ministry yangu hapa sijaitwa. Sasa I'm not being called Unapata in this sasa place. jamaa anaanza kujitetea. Naanza kujitetea. Ati mimi ni Paul, tunatengeneza tent na tunahubiri injili. Because kuhubiri imekuwa ngumu Maana sana. kuhubiri imekuwa ngumu. Because they stopped doing what? Kwa maana walisimamisha. So they'll go to their business. Wanaenda biashara They zao. do their businesses. Wanafanya mabiashara They zao. do their businesses. Wanafanya biashara And then zao. on Sunday they show Na up Jumapili to a house that is not built on the rock. ujenge kwa nyumba ambayo imejengwa kwa I mwamba. come against that spirit now in Na the kuja name kinyume of hii kuja hiyo Jesus. katika jina la Yesu. My brother, let me tell you, Ndugu yangu acha I nikwambie. might not have the whole world right now. Ninaweza kuwa sina ulimwengu I wote do sasa. not have the best of things that I Sina want. mambo mazuri yale But the nataka. little things that I have Lakini today, kile kidogo niko Lord, nayo. I want to give a testimony Hiyo here ndio nataka kutoa that I ushuhuda have hapa. dug. Ya kwamba nimechimba. I have dug in prayer. Nimechimba kwa maombi. I have dug in fasting. Nimechimba kwa kufunga. I have dug in giving. Nimechimba kwa I kutoa. have kept on digging. Nimeendelea kuchimba. When I was just about to give up, Wakati nilikuwa nataka the Lord kuvunjika said, moyo. Pala, Bwana akaniambia, mwana endelea kuchimba. digging, Endelea keep kuchimba. digging, Endelea until kuchimba. we found the rock. Mpaka nikafikia mwamba. Oh, the rock. Ule mwamba. There is a song that says that when my heart is overwhelmed, Biblia inasema kuna lead wimbo me to unaosema the rock that is higher wakati than moyo I. wangu umezishika Some nipeleke people kwa do not mwamba have ambao that uko rock. juu yangu. There are some people who have just dug the surface. Kuna watu wamechimba hapa juu. Kujivuna, And then unafikiria sasa umefika pride kabisa. pumps you up. He gave an example about somebody who has a suit. Alipeana mfano wa mtu Because ambaye you can alikuwa na afford suit. a suit and a Kwa maana sharpshooter unaweza kuafford suit na sharpshooter and a leather belt, na leather belt. and you can speak in tongues for 1 Unaweza minute. kuongea na tangu kwa Now dakika you moja. think umefika Sasa kabisa. unaona umefika mahali. Let me tell you, Wacha nikwambie, when the storms come, wakati gharika inakuja, those people are shaken, wale ambao wanatikisika and their response na is rebellion. na wako na kuasi ndani yao. The people who dug until they Wale got to ambao the rock, walimechimba mpaka wakafikia mwamba, their response is usually going back to the Lord. wanavyofanya mambo ni kumrudia Because Mungu, the Lord is their hiding place. kwa maana Bwana ndiyo maficho Because the yao. Lord fills their hearts with songs of deliverance. Mungu anawatia nyimbo kwa mioyo yao ya ukombozi. Get the difference? Unapata utofauti. Others will respond in rebellion. Wengine watajibu kwa uasi, Others will respond by hiding in the Lord. wengine watajibu kujificha ndani ya Tell the Bwana Lord, na kuambia Bwana, lift me up again. niinue zaidi Bwana. So are you digging? Kwa hivyo wewe unachimba. I want to say I am trying to dig. Nasema mimi najaribu I am kuchimba not going to give up on digging. na sitaacha Because kuchimba, I will not just hit the surface of the rock, kwa maana sijafikia, but I'm going to hit the rock. nitachimba mpaka ndani. You know, sometimes you can look at somebody, Wakati mwingine but unaweza you don't kuangalia know the rock that is under there. na hujui mwamba ambao And wamekanyanga. people who have the rock inside there, Walio na mwamba ndani yao they stand during the most difficult times. wanasimama wakati wa ugumu. Interestingly
interestingly enough, Jambo la kushangaza. point number 2 is that Point ya when pili. what you do infiltrates your behavior, the process gives you a foundation. Kile unachofanya kikinguza tabia yako, It basi infiltrates your behavior. kikiingia kwa tabia yako. All right? What does it do? Inafanya It is nini? that process that gives you the foundation. Ndio inajenga misingi. Our foundation is in the process. Misingi yetu iko katika ile hali ya kufanya. Our foundation is not sitting and hearing and going. Msingi wetu sio kusikia na kwenda. Our foundation is in the process of doing. Msingi wetu uko katika kule kufanya. We do. Kufanya. And in the doing, na katika ile hali ya kufanya, your tenacity is tested. yani Jesus, listen up. Uvumilivu wako unajaribiwa. Jesus is saying, Yesu I anasema, just don't want you to hear about healing. sitaki usikie I want kuhusu you to uponyaji. step out and go and lay your hands on Nataka people upige hatua uwekelee watu and mikono begin wapo. healing the people. Waanze kupona. I just don't want you to hear about forgiveness. Sitaki kusikia I wewe want you watu to step out and begin msamaha. forgiving people. Enda piga hatua uanze I kusamehe don't watu. want you to just say giving, to hear about giving. Sitaki usikie tu I kutukuzu want you to kutoa. go in your pocket Nataka uingize and mkono begin wako kwa giving. mfuko na uanze kutoa. Because it is the process Kwa that maana gives you ni hali ya foundation. kutenda ndio inaleta The process. The misingi. process. Ile hali ya kufanya. Ile hali ya kufanya ndio ya kufanya. Praise the Lord. Amen. You know, when you're building a house, Wakati unajenga nyumba, builders will tell you it is very difficult to build. wajenzi People watakwambia who ni are here, vingumu kujenga. they'll tell you building, you Kujenga. must go to the engineer, Ni lazima uende kwa he gives wasomi you a drawing. akuchoree mapu The ya drawing nyumba. has to be well balanced. Na ile nyumba lazima Then ichorwe you take it vizuri. to the quantity surveyor. Na unapelekea The mwingine wa surveyor says kuangalia here you will need ile these mapu. quantities. Anakuambia hapa unahitaji Then you go to the hivi. site. Na unaenda pale utaijenga. The land is demarcated. Ile mahali You are told hapa hapa ndio pazuri. inafika. Unaambiwa imefika hapa. Usijenge kupita hapa. Usijenge kupita. Nowadays I hear they even do soil tests. Siku hizi nasikia It is a wanajaribu mchanga. process. Yaani ni Now that process is what gives you a good foundation. hiyo ndio inakupatia misingi mizuri. Praise the name of the Lord. Amen. Sometimes it is the temptation to see other buildings looking nice. Wakati mwingine jaribu ya kuona And mijengo the ingine grass is inakaa growing vizuri. there and it is very Na green. nyasi iko pale iko And green. the stones are well laid Na nicely. mawe yamewekwa vizuri. And the roof looks very well. Na ile paa inaonekana The vizuri. over the ground work. The over the ground work. Ukiangalia See vile over the mambo, ground. ukiangalia vile mambo yalikuwa Hapo juu. Unaona hapo over the juu, ground. ukiona hapo But juu, many of us have no idea lakini wengine hawaelewi of the underground work. msingi ulienda namna gani. You have no idea. Hawana You kuelewa. see, somebody has the title of a bishop. Ukisikia kona title ya You bishop, think it is bought in River Road. unaona imenunuliwa hapa These Rivers. guys worked for it. Walifanyishia kazi, They travailed in prayer. waling'ang'ana kwa maombi, They went out to preach. walienda nje They wakaombea, were abused. wakadharauriwa, They were looked down upon. wakaonewa aya. There was a day there were not these speakers. Kuna wakati ya kukuwa na The speakers. speaker they had was their voice. Speaker waliokuwa nayo ni And sauti they yao. only pray. You know, some people, you can pray, God give us speakers. Wengine wanaweza kuomba Give us Mungu, a good sound system. nipe speaker, nipe These vyombo guys vya used to kupaza pray sauti. that the Lord might amplify their voice. Hao waliomba Bwana So that when they stand to speak, ndio wakianza and kuongea, then you think that they just earned the title like that. unaona walipatiwa tu taji hivyo. The underground work. Kuna kuchimba ndani kwa It msingi. is hidden down there. Msingi unafichika pale ndani ya mchanga. Unfortunately, some of us, Lakini wengine wetu when we are digging wakati tunachimba and going deep in the foundation, tukiingia katika ile and misingi prayer becomes so tough, na maombi inakuwa and we ngumu give ourselves a break, na tunaacha. and you are a pastor, Na wewe ni mchungaji, you're digging, unaendelea you kuchimba, have a family, uko na familia, another lady who sings in the praise and worship. mwingine ambaye anaimba kwa You can't keep your eyes off her. hauwezi toa macho yako pale. She's coming to shake your foundation. Anakuja kutikiza misingi And yako. before you get to the rock, Na kabla hujafikia there is mwamba a pale, scandal in the church. kuna scandal imetokea. Because digging inakuwa ngumu. Kwa maana kuchimbia ni ngumu. Hautaki kwenda mpaka kwa rock. Kuchimbia mpaka ufikie mwamba. How I Shida. pray that the spirit of perseverance Namba roho ya kuvumilia will rest upon each of us. ikalie kila mmoja That wetu. we can just dig
mpaka tuchimbe. And Romans 5 says Warumi 5 inasema that we rejoice in our suffering. tufurahie katika Because our yetu. sufferings brings perseverance. Kwa maana ile mateso And inaleta kuvumilia. perseverance builds character. Na kuvumilia kunaleta And tabia. character brings hope. Na tabia inaleta And tumaini. this hope does not disappoint. Na hii tumaini haizushishi moyo. God has poured his love in our hearts. Kwa maana Bwana aliachilia And upendo we wake can ndani ya moyo. share it. Na tunaweza kuipatia wengine. Some of us, tukiwa kwa the first part of that chapter, Kiwa kwa hiyo where part we ya say we kwanza. rejoice in our suffering, Tufurahie katika mateso. we give up there. Tunakomea pale. Say, why should I suffer? Kwa hivyo Is Christ already ninateseka suffered? kwa nini? Na Yesu aliteseka kwa ajili yangu. And then others get to the point of perseverance. Wengine wanafikia ile uvumilivu. And as they fight, Na wakiendelea katika as they zile vita, persevere, wakivumilia pale, it becomes too much. inakuwa ngumu And kwao. then they give up. Wanaacha. They miss out on character. Wanakosa Some get to tabia. character. Wengine Some wanafikia fight, they fight, tabia, and wanapigana. fight, get to character. Mpaka wanafikia tabia. Alafu mambo ya accountability inaanza kukua Ashinde shida. kuwajibika inakuwa shida. Sadaka ikiingia hivi, Shandaka ikiingia, haikui accounted for vizuri. haihesabiwi Character vizuri. is being tested. Iwe tabia inajaribiwa. Programs at church, they are not being done well. Program za church hazifanyiki Your vizuri. prayer life begins becoming unquestionable. Maisha yako ya maombi inakuwa ya kuuliziwa swali. Because character is being tested. Kwa maana tabia inajaribiwa. Do you know there are songs that people sing? Kuna nyimbo watu wanaimba They sing because they've heard them. na wanazizimba kwa sababu walizisikia. There are songs that people sing out of a testimony. Na kuna nyimbo zingine wanaimba kwa maana wako na ushuhuda. When I sing, "Ee Bwana unipandishe," Napoimba Bwana unipandishe. kwa imani unisimamishe, By faith you make me stand. pande milima yote, That I may "Ee ascend Bwana above you. unipandishe." Oh God, make My me to friend, I ascend. look at the naangalia huko nyuma kwenye nimetoka. I just look beyond Nasema, where I have Baba, come. Baba I umenipandisha. say God, you have done it. Umenipandisha. You have done it, oh But God. there are people who sing it out of emotions. Kuna watu wanaimba kwa No hisia. testimony. Hawana ushuhuda. Because you've just dug the surface. Kwa maana umechimba tu hapa kwa changarawe. Now let me tell you, Wacha nikwambie, some of you, wengine wenu God has restrained from entrusting you with a responsibility. Mungu amewanyima kukuachilia kuwajibika. Because the way you have been living, Kwa maana ya vile ulikuwa unakaa. He looks at you and says, "Boys, you can't handle it. Anakuangalia anasema wewe hauwezi You kushikilia. cannot handle it, bado. Hauwezi shikilia hii. Keep digging." Endelea kuchimba. There are people who are not married because God looks at them and says, "You cannot take care of my daughter. Ngoja kwanza." Na watu hawaja oa kwa Mungu. Keep digging. Endelea kuchimba. Keep digging. Hauwezi tunza mke. There are people whose congregations are not growing. Kuna wengine kongamano lao Because God halikui. says, "Boy, if I give you 1,000 people, Nikikupatia washirika 1000, this city will not sleep." hii mji hawatalala. Keep digging. Endelea kuchimba. Keep digging. Endelea kuchimba. God will give it to you Mungu atayaachilia when kwako. He knows you have made Wakati the anajua right stamina uko na to stamina ya handle that kutosha kind of anointing. ya kushikilia huo upako. And that is why you see there are people who are lying to us. Na ndio sababu unaona kuna watu wanatudanganya. They have to fake it till they make it. Wanajifanya And mpaka that's why inaonekana there ya are kweli. people who bought into it. Na kuna wengine That me, I'm wameingia kwa going hiyo to fake mtego. it. Mimi I'm going sitakuwa to fake fake. it until I make it. Yaani wanafanya But sarakasi the mpaka Lord wanafake. revealed something to me Lakini sometimes Bwana back. akanifunulia He told me, jambo. Pala, faithing it Kanya- until you make it is very cheap. Yaani kufake mpaka utoboe. I want you to faith it until I make it. Uweke imani mpaka utoboe. Inawezekana. Some of you have not gotten it. Wengine hawakujapata hii. There is a big difference between faking it and making it. Kuna tofauti ya kuwa fake na kutoboa And faithing it until He makes it. na kuweka imani mpaka utoboe. I pray that you will get that. Kwa hivyo ninaomba upate hii. That we will walk in faith. Ya kwamba utembee kwa That we imani. will dig in faith. Uchimbe kwa imani. That we will build the foundation in faith. Weke msingi wako kwa And imani. when the storms
come, na gharika zikija, He will make us so strong. dhoruba zikija The zinakuacha building will not crumble down. na mjengo wako hautaanguka. So some are not going to the next level Wengine waendi kwa level ile because that nyingine, building will crumble. kwa maana mjengo wao It will utavunjika, crumble. utaanguka. I pray that you will dig. Ninaomba mjengo wako uweke kwa msingi Dig imara, in prayer. uchimbe kwa maombi, Dig in faithfulness. uchimbe kwa Dig in uaminifu, the study of the word. uchimbe kwa kusimama Keep katika digging. neno, uendelee kuchimba, Just dig, my friend. Do not give up. uchimbe kwa huo msingi. And it is the Lord who gives us the strength to dig. Na Bwana ndiye anatupatia nguvu za kuendelea Praise the kuchimba. name